Kwa wakanipadilisha kwamba mimi niwe ndio muonja pombe maarufu, kwa sababu nikionja tu wasema kichwa changu kina kismati. Kwa hiyo ikitokea mama mmoja amelaza pombe yake, anaweza akaulizwa nani alionja wa kwanza asubuhi, ambaye asini yule mzee fulani, ambaye yule ana kichwa kigumu, yule Igudu yule yule Igudu manake ana kichwa kigumu. Mwite Mnyampaa. Kwa hiyo nilikuwa muonjaji pombe zote, hata kama ziko 10 mtaani. Mimi jina langu naitwa Mchungaji Alfred Mtinda. Nimezaliwa mkoa wa Singida, kijiji cha Kinyagigi, na kwa sasa niko mkoa wa Kilimanjaro, kanisa la Tanzania Assemblies of God, maeneo ya Pasua hapo Moshi mjini. Kwanza maisha yangu kwa kweli, kabla ya Yesu nianze, nilikuwa na maisha ambayo yalikuwa ni hatarishi. Yani kama ni ile alama ni ile nyekundu, inasoma nyekundu yalikuwa ni hatarishi kwa sababu nilianza kujifunza maisha yani ya ujeuri, ya ulevi, ya bangi, na kama nilivyokuwa nashuhudia kwenye mkutano, baada ya kumaliza shule ya msingi mwaka ule wa 1984 nikaja kwa kaka yangu Arusha, pale Arusha Ngarenaro, mitaa ya Darajani pale. Nikakutana na vijana wavuta bangi, ndio walinifundisha, wakaniambia zimua kidogo baada ya kuzimua sasa ndio nikaona maajabu ya hilo bangi. Kwa hiyo baada ya kurudi pia kijijini nikaendelea na maisha hayo. Lakini nifupishe tu, kwa neema ya Mungu nimeishi maisha hayo, nalewa pombe hadi nalala kule. Yani siwezi jua leo ni Jumatano, Alhamisi imefika Jumapili, mimi nasema ni Jumanne, kumbe nishafika Jumapili. Na hasa kwa sababu pia familia yetu iliteswa sana na nguvu za giza. Kama nilivyokuwa nashuhudia jana, nimetokea kwenye familia ambao mama yetu mkubwa alikuwa ni mchawi sana, ambaye alikuwa anatutesa kwa nguvu za giza. Kwa hiyo nilikuwa nalewa na naamua kulala huko kwa sababu ya manyaunyao unayoyasikia usiku. Mara paka, fisi, bundi wanalia huku na huku. Ikifika saa 2 kama hatujala chakula hatuwezi kula tena, ni makelele mpaka asubuhi. Tumejaribu kwenda kwa waganga na mama na nini, lakini haikusaidia. Japo familia yangu pande wa mama, mjomba alikuwa, yani kaka yake na mama, alikuwa ni mwaguzi kabisa, mganga wa kienyeji. Kwa hiyo nilikuwa na hirizi yake. Alafu kija upande wa baba, babu yetu alikuwa ni mganga wa kienyeji, mwaguzi, wanaenda hadi wazungu. Na alivyofariki akamwachia kaka mkubwa, ndio akarithi ile mikoba. Kwa hiyo tukakulia. Kwa hiyo nilikuwa na hirizi ya kwa baba na ya kwa mama, umefunga huku na huku, lakini bado mateso yalikuwa pale pale. Kwa hiyo kwa huruma za Yesu, kama nilivyokuwa nahubiri jana, Yesu akanitokea nikiwa nimelewa bangi sana, nimelewa pombe. Nakumbuka mwaka ule wa 1989, wakati nikiwa nimelewa sana, nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Msafiri. Nilikuwa nimelewa siku hiyo kiasi ambacho nilikuwa nashindwa kutembea. Kwa hiyo alikuwa ananibeba, ni kama ananibeba na ananitembeza. Kwa hiyo nikawa nimefika mahali fulani, kulikuwa na mchungaji mmoja wa kijijini kwetu, mtoto wa kaka yetu mkubwa. Yeye alienda huko Kenya akakutana na Yesu, kwa akawa anaimba nyimbo, tunaona amekuwa kichaa. Basi nimefika pale nikawa ni kama namsanifu tu kwamba mimi siokoki, maana sijaua, mimi sina dhambi, na kula raha zangu na nini. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nikasikia sauti ya mwangwi mkubwa sana ukitoka kaskazini kuelekea kusini, ukapita katikati ya masikio yangu. Nikasikia ule mwangu unapiga, sauti ya mwangu inasema leo unaokoka. Sauti, unajua ile mwangu sauti ya kupokezana. Ikapita kwenye masikio yangu inaelekea kusini hivi, nyingine inaenda na isikia, nyingine kabaki kwenye masikio, nyingine ikaingia moyoni. Hapo nikashikwa na butwa, na hiyo sauti ilikuwa ni kubwa, lakini nilisikia peke yangu. Tulikuwa wawili, mwenzangu hakusikia, hata mchungaji hakusikia. Kwa hiyo ilikuwa ni special kwa ajili yangu. Na ndio maana jana nilikuwa nasema Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, kwa sababu aliniona maisha yangu nilivyokuwa na mizigo.
Kwa hiyo alinitokea mwenyewe. Mimi kwa maisha niliyokuwa naishi ilikuwa sio rahisi sana kunihubiri nikakuelewa. Sababu kwenye familia yetu ilikuwa ni dini iliyochanganyikana na upagani, kwa sababu tulikuwa tunasema dini haivunji mila. Kwa hiyo nilikuwa mbali mno. Kwa hiyo mimi Yesu alinitokea kabisa hivi. Kwa hiyo sauti, bangi kaishia pale pale, ulevi wote ukaishia pale pale. Nikataka kunyanyua mguu kwenda tuliko kunaenda, maana tuliacha mtungi wa pombe kwa mahali fulani. Tulikuwa tunauendea, nimelewa lakini yani naenda kulewa alafu nilale huko tena. Unaona? Kwa hiyo yani sijui hata nani aliunywa wale mtungi, maana niliwacha kama yule mama Msamaria. Sasa nikitaka kunyanyua miguu inakataa kwenda. Mwenzangu ananivuta msafiri, najikuta mimi ndo namvuta na mzidi, nikamwingiza kwa mchungaji. Nikapiga magoti nikamwambia niombee. Ambia toka, shindwa wewe. Unajua hata kama wewe ungenikemea kwa sababu nilikuwa nakujoki. Kwamba siokoki, mnasema Yesu sijui atakuja. Siku akija wewe kinyakuliwa mimi nakomana hiyo koti yako tunanyanyuka wote. Yaani ilikuwa ni maneno ya mzaha ya ulevi, unajua mlevi tena. Kwa hiyo alivyoona nimepiga magoti hakujua kitu nilichokutana nacho. Na mimi sikumwambia nimekutana na nini. Basi alivyoona natoa masigara yangu mfukoni, masonyo nilikuwa navuta, mengine nimeweka masikioni, vingine vimisukoto vya bangi na nini. Nikapiga magoti, nikashangaa machozi yanaanza kunitoka kwa mara ya kwanza. Alafu ile sauti bado inaimba na isikia masikioni, alafu na moyoni pia naisikia kwamba leo unaokoka. Ngambia nataka kuokoka. Na sijui naokokaje. Maana nilikuwa mbali kabisa mimi Ukristo. Mambo yani acha ulokole, Ukristo wenyewe yani na mimi ilikuwa ni vitu viwili tofauti sana. Kwa sababu pia tulivyofundishwa kwa misingi ya kidini ni kwamba yani ilikuwa sio rahisi. Kwa Yesu kwa huruma zake aliniona tu ndio akanitokea kwa sababu ya matatizo ambayo nilikuwa nayo. Kwa hiyo baada ya mchungaji kuniongoza hiyo sala ya toba hapo, tukaachania na msafiri hapo mpaka leo. Nikanyoosha nyumbani, na siku hiyo niliwahi nyumbani. Saa 2 nikafika nyumbani, mama ananiuliza, "Vipi leo pombe zimeisha?" Sababu pia nilikuwa nimepewa kipawa fulani na shetani. Kwa nikionja pombe ya mtu mtaani hailali, lazima iishi. Kwa akanipadilisha kwamba mimi niwe ndio muonja pombe maarufu, kwa sababu nikionja tu wasema kichwa changu kina kismati. Kwa hiyo ikitokea mama mmoja amelaza pombe yake, anaweza akaulizwa nani alionja wa kwanza asubuhi? Ambia asini yule mzee fulani. Ambia yule ana kichwa kigumu, yule Igodu yule. Yule Igodu manake ana kichwa kigumu. Mwite Mnyampaa. Kwa hiyo nilikuwa muonjaji pombe zote, hata kama ziko 10 mtaani. Lazima nizionje kwanza, nitoe shauri, hii ni tamu, anza kuuza hii, wakilewa wachomekee hii, natoa na ushauri. Kwa hiyo baada ya kwenda nyumbani sasa nimelala mpaka kesho yake. Yani nimepigwa butwa. Yani kama mtu aliyeshangaa tu, hiyo sauti haitoki moyoni. Basi ilikuwa sijui Jumaa ngapi, nikakaa siku moja kutwa nzima sitoki wala siendi. Alafu sina kiu ya bangi tena. Ndio maana kwenye mahubiri yangu huwezi kusikia kwamba nikihubiri acha bangi, acha uzinzi. Ilikuwaga zamani, lakini sasa hivi baada ya kujua mtu akimpata Yesu hivyo vitu huwa vinaisha vyenyewe. Yaani huwezi kumwambia mtu acha na akakuelewa, kwa sababu sio rahisi kuviacha. Kwa nguvu zako huwezi kabisa. Nimekuja kugundua Biblia inasema kila pando asilolipanda Mungu linaenda kung'olewa. Mimi hakuna mtu aliniambia acha hiki acha hiki. Nilishangaa vyenyewe havipo vile nilivyokuwa. Yaani nikaathiriwa kabisa na ile sauti na nini. Kwa hiyo mchungaji akanitembelea baada ya siku moja, akanikaribisha kanisani. Nikaenda Jumatano kanisani, kanisa la kijijini. Sasa kitu kilichonivuta ni ile walivyokuwa wanaomba kwa sauti ambazo, lugha ambazo mimi sizielewi, alafu safi. Nikakuta wadada wa mama, wengine wabibi kabisa hawajui hata Kiingereza wala, lakini wanaongea lugha rika mbaya ndara baba usidi na gori bashin. Kama mchungaji, naomba niandikie na mimi namna ya kuomba. Maana silikuwa maamuma, nimetokea huko sijui nini wala salamu nini wala Kwa hiyo nikawa natamani vitu fulani vikawa vinafanya nini, vikanivuta. Alafu nimerudi baada ya wiki moja nikiwa nimelala usingizini, nikamuona Yesu anatoka
juu, yani ni kama mbingu ilifunguka, akatokea akaja kwa namna ile ambayo wanamuonyeshaga kwenye sinema. Amewaka kiasi ambacho ni kama jua, zaidi ya jua. Unajua jua huwezi kuliangalia kwa macho. Nikafunga macho lakini bado namuona. Yaani nifunga macho lakini bado namuona kama namwangalia na huko nimefunga macho. Akaja akasimama hapo karibu na mimi juu, hakutua. Akaniambia, "Naja upesi." Nilishikwa na hofu. Miezi mitatu nilikuwa siwezi kula kwa raha, naona kama Yesu anaweza kaja saa yote. Hicho kitu pia kilinifanya kumbe Yesu anayehubiriwa yupo kweli. Kwa hiyo mimi nikisimama kuhubiri, sihubiri Yesu ambaye nimesoma tu kwenye maandiko yake, na hubiri Yesu ambaye nimemuona, na sio mara moja wala sio mara mbili. Na alikuwa ananitokea, nafikiri alikuwa ananihamasisha kwamba mimi nipo. Unaona? Kwa hiyo baada sasa kwenda kanisani kawa natamani ile hali. Sasa kwenye familia sasa, familia yangu ikaja juu kwamba nimeleta dini ya balaa ya mikosi. Nimemuona nani ni mlokole hapo kwao. Walokole hawafanyagi kazi yao ni kuzurura tu, hawalimagi, maisha yao ni ya chini. Utakuwa masikini sijui na nini. Sasa kwa sababu Yesu amenitokea yeye, yani ilikuwa ngumu sana kuachana na huyo. Alafu sasa baada ya wiki mbili, nafikiri wiki moja kabla ya mwezi, nikajazwa na mimi Roho Mtakatifu. Yale maandishi maombi niliyokuwa naomba niweze kuandikiwa, mchungaji anambia, "Utajua tu." Najuaje? Nyie mnasoma wapi? Mbona mnaomba alafu hamsomi? Na tulizoea ukienda kanisani au kwenye nyumba ibada unasomewa kwenye kitabu. Unaona? Na wewe unaigiliza, wewe ukiambiwa sema hivi na wewe unasema. Kwa hiyo tulikuwa maamuma, huwezi kuomba mwenyewe. Lakini baada ya mwezi mmoja nikajua kuomba, na nilijazwa nguvu nikiwa peke yangu. Sikuombewa kanisani, niliombewa lakini sikupokea. Nilijazwa Roho nikiwa nyumbani, nikanena kwa lugha kwa siku 2 mfululizo, siku na mchana. Naongea tu kwa lugha, nasikia raha. Yale macho yangu ya bangi yaliondoka. Yani nilisafishwa kama Yesu anavyosema, kila tawi likalo ndani yangu lisafishe ili liendelee. Kwa Yesu alinikarabati, familia yangu walininyima kila kitu. Kila kitu sikupewa. Babangu alikuwa tajiri wangu, sikupewa hata kuku kwa sababu ya kuokoka. Kwa hiyo mimi hata Kilimanjaro nilienda tu kama mkimbizi ambaye nimekimbia. Ndugu alinikataa. Nikaja Arusha kwa kakaangu, akaniambia, "Wewe kwanza umeasi dini ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo wewe sio." Nikaenda Lawate kwa shemeji yangu moja, alioa ndugu yetu moja, akaninyima chakula, mke wake akanipitishia juu ya dari. Kisa nimeokoka. Wakati unafanya hayo maamuzi yote ulikuwa umeshaoa au ilikuwa bado? Ilikuwa bado. Msela alikuwa mlevi hivyo, ningeoa wapi? Ningeoa wapi kwanza? Kwa sababu kila kitu ulikuwa na kipato, kilala huko nakuta siku hizo wanaita mishangazi. Kwa hiyo sikuona umuhimu, kwa sababu unajua kiwa mlevi bwana, mambo mengi yani. Alafu pia ile nguvu pia unajua kiwa mlevi sana, hata nguvu za mwili zinaisha. Kwa hiyo ulevi watu wanakunywa tu basi kwa sababu ni utumwa. Lakini ndio maana mlevi akilewa anapepesuka, kwa sababu nguvu za kiuno zinaisha, magoti, yani ndio maana unapepesuka. Kwa hiyo ina athari, yani sio kitu cha kunywa. Hata kama Mungu angesema watu wanywe pombe, nisingekunywa kwa sababu ilinitesa sana. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ndo nikawa nimekimbilia Kilimanjaro. Nikiwa na miezi 5 tu ya kuokoka. Nikapokelewa pale Soweto, kanisa la mchungaji Bukuku. Na alikuwepo mchungaji mmoja kabla ya mchungaji Bukuku, alikuwa anaitwa Mushema. Nikawa naabudu pale. Baadaye akawa amehamishwa, akaja mchungaji Bukuku. Na nilipoenda Moshi niliajiriwa kama kijana wa kazi wa nyumbani. Maana maisha yalikuwa ndio mabaya, nimefukuzwa nyumbani, nimekataliwa na ndugu zangu. Wakasema umeleta laana na nini. Yani nilikuwa na maisha mabaya. Kwa nimekuja huku mjini nikiwa na suruali moja, shati moja. Kwa maisha yangu ya wokovu ndio yalikuwa yameanzia hapo. Nilivyokutana na Yesu nyumbani, nikakataliwa nyumbani, ndo Yesu anasema, mkifukuzwa mji huu kimbilieni mwingine. Hamtaimaliza miji yote Yerusalemu hata mwana wa Adamu ajapo. Kwa hiyo nikawa nimekaa kule, nikaajiriwa.
kuwa houseboy wa nyumbani, kwa na deki, napika chai, nalima shamba na wale matajiri wakanipenda sana. Kwa na kampuni moja inaitwa Masama Cliff, Wachaga fulani wa Masama. Walikuwa na mabasi ya kwenda Shinyanga miaka hiyo. Lakini yule baba, baada ya mwaka moja nilikuwa naishi na mke wake nyumbani. Na mke wake nilimhubiri mpaka akaokoka. Yule mama alikuwa ni wale watu ambao wanaenda kuomba makaburi, watu waliokufa na nini. Kaanza kumfundisha. Alafu nilianza kuhubiri, yani nilivyojazwa roho ndio nikaanza kuhubiri. Yani nashangaa tu maneno yanafanya nini? Yanatoka, yanamwambia mama hivi na hivi, kutana na Yesu aliyekutana na mimi. Yule mama aliokoka. Tukaenda kwa mchungaji Bukuku, ndio nikawa mchungaji hapo. Na yale maneno ya yule baba yalikuwa yananitia moyo. Mchungaji wetu ni mtu anayehubiri imani. Ilinikomaza mno. Sababu mtu akiokoka anahitaji kweli afundishwe, hasa imani ya kusimama. Mimi niliokoka tu nikajazwa roho, nikawa tu hivyo, lakini ule msingi wa imani ya kumfahamu Yesu zaidi na nini, kwa kweli nilijengewa na mchungaji Bukuku ambaye ni askofu wa Kilimanjaro, wa Kilimanjaro Kati, jimbo la Kilimanjaro Kati. Kwa hiyo nikawa nimefundishwa pale. Sasa yule baba niliyokuwa na mahali nilipokuwa ninafanya kazi, yule mama akasema, huyu kijana amekuwa mkubwa, tumsaidieje? Wakaniuliza tukusaidieje? Nilikuwa napenda kazi za magari tangu zamani. Kwa napenda sana kuwa dereva. Kuna siku nikiwa sijaokoka, nilikuwa nirudi nyuma kidogo. Nilikuwa nachunga ng'ombe za baba yangu. Barabara hii ya Arusha Moshi ilikuwa rough road kipindi hicho. Kwa hiyo nikaona Scania 1 inakuja. Inashuka mlima, nikasikia gia zinapanguliwa. Kuangalia ni mtoto wa kike, msichana. Amevaa kaptula na t-shirt, amejaa kwenye sterling. Ile Scania 1 anaibembele. Nikasema wallahi tena mimi akili inakuwa kama ya ng'ombe. Nikarudisha ng'ombe, nikaswaga ng'ombe mpaka nyumbani saa 9. Nikaiba hela ya mama, nikatorokea Arusha kutafuta kazi ya gari. Kwa sababu ya kuona mdada anaendesha Scania 10 na trailer bwana, anaibembeleza. Nikapaga. Kwa hiyo nilikuwa napenda kazi ya magari. Kwa hiyo sikufanikiwa. Nilikuja kufanikiwa baada ya kuokoka. Kwa baada ya kukaa na yule mama, nikamwambia mimi napenda kazi ya magari. Si ndio wakaniajiri, wakaniambia nenda nyumbani tafuta kijana mwingine aje achukue nafasi yako, tukupeleke kwenye gari. Kwa hiyo nikaajiriwa kuwa taniboi wa Fiat. Yale mafiati zamani yale. Malori ya kwenda mikoani. Kwa nilikuwa napiga Sumbawanga huko, Mpanda, Mbeya, Iringa huko, mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo wakati naenda huko nikiwa kwenye lori na hubiri, nimeajiriwa sijui kufungua hata tairi, sijui kushika hata spana. Kwa sababu magari ya zamani ni magumu sana. Vijana wa sasa hivi hata dereva ukimpa Fiat hawezi kuendesha. Kwa sababu ina gia hii na gia liver hii na mkasi na madoido mengi sana. Alafu pia ni gari ngumu sana ya safari. Wasomali walikuwa wanazipenda sana zile gari. Kwa hiyo nikawa nimejifunzia huko kwenye gari. Nilikaa na mtu asiyeokoka, lakini nilikuwa namhubiri injili mno. Tumefika mlima moja unaitwa Liamba Mfipa huko Sumbawanga. Tumepakia mzigo, mvua ilikuwa inanyesha. Dereva akaniambia, Fred, hapa tunakufa, piga maombi. Alikuwa ananitegemea kama kamungu. Nilikuwa nikienda popote siachi kuhubiri. Unaona? Sio kama vijana wale wakienda mahali mazingira yuko peke yake, ananyamaza mpaka anarudi nyuma. Mimi maneno yangu yalikuwa yamejaa moyoni. Kwa hiyo mpaka yule dereva akawa amenunua redio akafunga kwenye gari. Kipindi hicho miaka ya 92, kwaya moja iliwika sana, inawika mpaka leo, ya Uliankulu. Katika viumbe vyote vilivyoumbwa binadamu kaumbika kuliko. Sasa hiyo alikuwa anapenda kuiweka hasa tukifika mahali pabaya, na alinunua kwa ajili ya safari milima mibabu. Fred, piga maombi. Hapo tukawa tunakutana pia na maajabu huko barabarani. Mtu anaweza ukamwona mtu anasimamisha gari, lakini ukimwacha mbele unamkuta tena. Kwa sababu huwezi kupakia mtu ambaye gari na mzigo alafu unapakia. Kwa hiyo kulikuwa na nguvu za giza. Kwa hiyo dereva aliniamini, alijua kwamba mimi nikiomba hamna kitu kitatokea. Kwa hiyo nimeenda safari hiyo na nimeenda nikafanya kazi kwenye gari. Siku moja sasa
kwenye safari yangu ya huduma, ile sauti ambayo iliniita wakati ule ilikuja tena. Wakati huo ndio nimeshajua gari, nimeshajua kuendesha gari. Tajiri akawa ananunua gari ingine Mitsubishi tank. Alikuwa na kituo cha mafuta pale Tengeru Arusha. Kwa akaagiza Mitsubishi tena ya mafuta. Sasa dereva akasema nitamwambia tajiri kwamba wewe nikuachie hii gari maana una uwezo, umekaa nayo muda mrefu. Afu mimi nikienda kule wewe baki na hii, taongea na bosi. Kwa sasa hivi tufanye mbinu upate nini? Leseni. Si nikaenda nikakata lena. Nikawa na lena miezi mitatu ndio kakate leseni. Na dereva wangu akaniambia alinipenda kwa sababu nilikuwa na mheshimu, sio mbishi, siibi, hata nikiokota hela kwa abiria namletea zote. Aliniamini kweli kwamba nimeokoka, siwezi iba wala. Yeye alikuwa hajaokoka, hata akifanya mambo yake sipeleki umbea kwa tajiri. Kaambia bwana, mimi sishiriki dhambi zako, utajua mwenyewe. Kwa hiyo alinipenda kwa sababu sikuwa mbea wala nini. Sasa siku moja tumetokea, maana ile gari ilikuja kufunguliwa bodi, ikafungua bodi ya mafuta. Kwa hiyo nikawa na beba mafuta Arusha, Dar es Salaam kupeleka Arusha. Siku moja tunashuka mlima wa Wami. Dereva yuko hapa na mimi niko hapa. Usiku saa 8. Unajua Wami kipindi hawajatengeza lami kama mpita ile njia. Kulikuwa na kona zile mbaya, magari yalikuwa yanaanguka sana. Ukifika pale dereva lazima usingizi uishi. Ile sauti ya mwangu ikatoka tena huko kaskazini huko inakotokeaga huko. Ikapita tena ile. Akasema hutachukua leseni ya magari, nitakupa leseni yangu ya Injili. Mzee, nililia siku hiyo. Fred unalia, nikamwambia naomba. Alafu hiyo sauti inakuja kubwa, alafu hakuna mtu anaisikia, ni mimi tu. Aisee, Mungu ni wa ajabu. Kama nasema mwenye sikio na asikie. Mtu anaweza akaokolewa, mtu mmoja mume na mke, akaokolewa mtu mmoja, mwingine anaanza kushangaa na analala kitanda kimoja. Kwa hiyo nilivyofika nyumbani sitaki kuiona hiyo gari tena. Baada hiyo sauti, nitakupa leseni yangu. Nimejaribu nipate leseni, mambo yakawa magumu. Yule dereva akaachishwa ile, yani ule mpango wa dereva aliyekuwa ananitafutia leseni ukavurugwa. Akaenda kwenye gari nyingine tena, kampuni nyingine. Kwa hiyo akachukua kijana mwingine. Kwa mimi nikabaki sina, yani kama Mungu anasema unakitegemea hichi na kitoa. Kwa nikawa nalia, niko nyumbani. Mungu akaniambia nitakupa leseni yangu ya Injili. Alafu ilikuwa kila nikilala, sasa Mungu anavyonitia moyo. Nikilala naona nahubiri mikutano mikubwa, alafu nikifanya mkono hivi watu wanaanguka. Sasa hiyo ikaanza kunitia moyo fulani hivi. Alafu nikaona siku moja nimeenda kwenye msitu mkubwa. Alafu watu wakatokea wakaniambia, wewe si unaangusha sijui nini. Huu msitu kama wewe umeokoka kweli, hebu amuru huu msitu uanguke. Nikasema kwa jina la Yesu, msitu wote, yani ni kama vile mahindi yamekatwa na panga, ili ya wote msitu kalala chini. Alafu akaniambia watu wanatokea wananisani, wewe umeonea tu haya ya juju, hebu unani visiki sasa hii ngoma. Nikasema kwa jina la Yesu, nisiki vyote na mizizi yote. Sasa hiyo kitu, kwa hii huduma ndio nayaona matokeo sasa hivi ya yale ambayo kwa hiyo Mungu akawa ananitia moyo, Kwa hiyo kipindi nilikuja kuanza huduma, kipindi hicho nilishaoa. Kwa hiyo nilikuja kuitwa nimeshaoa tayari. Na kuwa kwangu ni kama nilishuhudia juzi, nilikurupuka. Baada ya kuja Moshi sasa nikawa pale kwa mchungaji Bukuku. Kwa kweli maisha yangu, nimesema nilikuwa nafanya kazi kwa mtu. Nilikuwa nalipwa 1,000. Nauli yenyewe ya kutoka Moshi kurudi nyumbani ni 4,000. Kwa hiyo mpaka nifanye kazi miezi 4 ndio niweze kupata nauli ya kwenda tu, si ya kurudi. Kwa maisha yalikuwa ni magumu. Kwa hiyo siku moja mchungaji wangu Bukuku akahubiri imani, akasema imani na miguu, imani na mikono inatembea. Akasema hapa kwa sababu nyumbani wewe utaoa lini? Wala kole sui mpaka harusi, si uchukue tu tukutafutie mke huku, si na nini. Alikuwa ni mama yangu, maana kati ya ndugu zangu waliokuwa kinyume, mama tu ndio alikuwa
upande wangu, mwacheni mtoto wangu kwa sababu siku hizi analala ndani, alikuwa analala nje. Mimi nilishatambikiwa, mama alishaniletea waganga, wakaninyoa, wakanichanja chali huku ili kunipooza. Mama alijua sema mimi miguu yangu imelamwa na mbwa kwa sababu kila siku ni barabarani kama mbwa. Kwa akaniletea waganga kuja kunitambikia. Wakanichanja chali wakaninyoa kipara, wanifanyia matambiko, kondoo amechinjwa, nikatemewa mate. Lakini walivyoondoka nikawafuata nyuma, mambo yako vile vile. Kwa mimi aliyekuja kunifanya niweze kulala nyumbani ni Yesu. Na ndio maana mama yangu alisema mimi nilishamshindwa, mwacheni na hiyo dini yake, naona ni nzuri maana analala nyumbani. Hata ukimwambia kitu anasikia. Akitoka hapa ni kuoga. Siku hizi anaoga, anaenda kanisani, alikuwa okay. Kwa hiyo mama alikuwa upande wangu. Utaoa lini mwanangu? Sijui unataka nife nisijue hata mwali wangu, hata wajukuu wangu. Rika lako liotaidiwa nao wana watoto. Unaona? Siku moja mama akanitafutia mbinti. Nilienda, akaongea sijui na binti fulani. Unajua wazee wa zamani walikuwa wanatafutia vijana wao. Sasa mama akafika, akanichinjia jogoo siku hiyo nikala, kumbe ananihonga ili nikamletee mwali. Sasa akamweka shemeji yangu ili anisimamie kufanya nini? Kwenda kuongea na yule binti. Walishamsuka kuna hiki na hiki, walishaongea na wazazi wao kwenye pombe. Unaona? Na yule mtoto alizaliwa tu hana baba yake, sio alikuwa wapi? Kiongozi fulani sitaki kumtaja hapa lakini sasa shemeji yangu aliyemwoa mdogo wangu ndio akaambia mkwe, hakikisha huyu anaenda, wanakubaliana na wanaondoka leo wanaenda Moshi, sisi tulishamaliza. Kama ni mambo ya kulipana mahali sisi tutayamaliza. Na huku nimeokoka ujue. Ukisikia hitaji lako ndio jaribu lako ndio hilo. Mama ananipenda, anaona kama nimechelewa kuoa, maana kwetu vijana wanaoa wakiwa wadogo. Kimaliza shule anaolewa, kama ni wa kike au anaoa wa kiume anaanza maisha. Kwa mimi nilionekana nimechelewa tu kwa sababu ya kufanya nini? Sababu ya kuokoka. Kwa hiyo nikawa nimeenda bwana. Kufika nyumbani kwa tukaambiwa binti ameenda mashineni. Ameenda kusaga. Na ni kama kilomita 3-4 hivi. Shemeji akasema niliambiwa na mama lazima tuende. Tukaanza kwa mguu. Tumetembea mpaka kwenye ile mashine. Tukafika hapo mashineni, ndio akanionyesha yule, nafikiri na yeye akashtuka yule binti. Kumwangalia, wala yani hata sijaguswa chochote. Yani nilikuwa namridhisha mama tu. Basi nilimwambia mama, akaniambia nimekutafutia Mkristo mwenzako. Wewe umeokoka na huyu ni Mkristo mwenzako. Kwa mtaelewana sio na nini. Ile nisimkoze mama kabidi, lakini moyoni ninajua mimi nimeokoka na siwezi kutiwa nira na siwezi kuchukua pia barabarani kama anavyotaka, lakini acha tu Mungu atanipa mlango wa kufanya nini? Wa kutokea. Nimesimamiwa na shemeji. Tumefika pale, bahati nzuri kulikuwa na kondoo walikuwa wamechinja hapo mashineni, na kulikuwa na kabaa pale na mashine iko pale. Kwa hiyo tukaenda na shemeji tukachoma nyama hapo. Ngambia kamwambie binti aje ale nyama. Ameshituka, aliogopa. Unajua mabinti wa vijijini ni waoga kwenye kuolewa, sio kama mabinti wa mjini hao. Sasa si tukala nyama, saya amesaga ameondoka, ndio tukaanza kufanya nini? Kuondoka. Sasa wakati tunaenda tunapiga stori za kawaida. Ni mbali. Amebeba mzigo wake. Shemeji ananiambia, "Ongea naye basi." Nikamwambia, "Sasa wewe unataka nisimamie? Wewe tangulia, mimi nibaki naye. Taongeaje na wewe huko hapa?" Wewe niachie naye. Nikamwangalia binti, yani hata ile kusema sijui na hakuwa na majaribu. Unajua kuna mahali kuna majaribu na kuna mahali hakuna majaribu. Yani huyo hata kama watu nasema yani hakuna. Yani huyo hata kama tukienda wapi. Sasa nikasema huyu namkorogaje? Roho Mtakatifu liye ndani yangu, maana nilijikabidhi kwa Mungu. Nipe hekima namna ya kuanza. Sasa wakati naomba nikasema ngoja nimtibue. Nikamwambia binti, unaitwa nani? Naitwa fulani. Umeokoka? Nani aokoka? Nani aokoke? Nikamwambia si wewe. Siokoki. Hakuna kuokoka duniani. Sikurudia la pili. Nikamwambia shemeji, bwashe njoo. Amekataa kuokoka.
Ndio nikapata mlango wafanya nini? Muulize kama ataokoka. Binti watu kaja juu. Nani aokoke? Sio lokole. Sio nini? Nani awe analialia? Nikamwambia shemeji, utaenda kumwambiaje mama? Amekataa kwa nini? Yeye alikuwa anatafuta tu kachambo mlango wa kutoke. Maana ilikuwa ni jaribu kwangu. Unaona? Yaani tuliachana na hiyo binti tukamwachia mzigo wake, si tukatembea haraka haraka nyumbani. Mama mbona hujaja na mwali? Kaambia uliza mkwe wako. Mkwe akamwambia amekataa. Amekataa, anakataje na amekataa kuokoka, amekataa kila kitu sio na nini. Muulize, mimi sijakataa mama. Kwani bwashe mimi nimekataa? Amekataa yeye. Na hapo nilimwambia utaenda kumwambiaje mama kwamba amekataa. Sawa? Mama sema subiri usiondoke kesho mimi nitaenda mwenyewe. Sio nani, nikamalizia mapaja ya kuku ya jogo aliyechinja mama nikala. Kesho yake asubuhi nikapanda Sahibu Arusha. Kwa nikao nimeokoka na hilo. Sasa Bukuku akahubiri nini bwana? Imani. Nikaamua kuchumbia. Unaona? Nikaamua kuchumbia kwa imani. Wakati huo na suruali hii na shati hili. Alafu raba niliyokuwa nimeivaa huku mbele, niliwaambia naomba baba ufalme wako uje. Imeisha vidole huku chini haina soli. Ndio nimeanza maisha mwanangu. Msichana wa kichanga akasema huna kabati ya mbeho, yani fridge. Huna nyumba ya bloko ya 3. Alafu huna pickup stout ya majani na ng'ombe. Yani hapo ndio ataongea sasa mambo ya kuoa. Unaniona nipeleka wapi? Unipeleka wapi? Sasa yule dada kaniangalia maisha yangu. Basi ngoja nikaombe. Kwa madharau kweli. Amekuja siku 2-3. Naona sio bwana. Kumbe ameangalia maisha yangu. Nikaenda kuchumbia mwingine wa pili. Kumbe ni rafiki yake. So ameenda kuulizana bwana. Asema huyo kijana anenena sana. Nilikuwa nanena. Mimi nikiingia kanisani mzee, ni kunena tu, nilikuwa sijui kuongea kwa sababu ulimi wangu uliathiriwa na Roho Mtakatifu. Unaona? Anasema kama tulilewa kwa mvinyo, leo tulewe nini? Tulewe roho. Kwa nilikuwa natembea kama mlevi kabisa, nilikuwa nanena barabarani. Kila mahali nikikaa nasikia kuomba. Zamani nilikuwa mtu akijazwa roho anasukumwa ndani. Sio sasa hivi mtu anaokoka mpaka asukumwe, abembelezwe, imba kwaya, sijui jiunge sijui na kikundi gani. Kwa hiyo mimi nilivyookoka nilikuwa nasikia msukumo ndani. Nenda kaimbe kwaya. Nasikia kuimba kwaya. Nikajiunga na idara zote. Vijana nipo kwenye kwaya, kwenye mkesha. Nikaenda kujiunga mpaka WWK.